Gani mtazamaji wa Sauti TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na baadhi ya wanafunzi kutoka Sauti wametoa maoni yao baada ya kuanza rasmi kwa utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050. Na kimataifa, mkurugenzi wa WHO ameonya vikwazo vinavyowekwa na nchi mbalimbali kupunguza mapigano dhidi ya Ebola. Katika michezo, wachezaji wa mpira wa kikapu kutoka jijini Mwanza wameeleza faida wanazozipata katika mchezo huo. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami David Kiamani nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Nancy Mlai atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Amina Akiba. Na tuanze na habari za kitaifa. Tukiangazia ripoti kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza. Baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wametoa maoni yao baada ya kuanza rasmi kwa utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Wakizungumza na Sauti TV habari, wameongeza kuwa wanatarajia dira ya maendeleo ya 2050 itaibua fursa mbalimbali za ajira kutokana na maadhimio yaliyo katika dira hiyo. Mwanahabari wetu Mayala Swea ametubandalia undani wa taarifa hiyo. Kiwa dira ya taifa ya 2050 imelenga kuleta maendeleo katika taifa la Tanzania, ndivyo ilivyo kwa wanafunzi wa chuo kikuu. Mtazamaji wa Sauti TV, leo nipo katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino ambapo nimekuja kuzungumza na wanafunzi kuhusiana na matarajio yao juu ya dira ya 2050. Maoni yangu kuhusiana na dira ya taifa ya mwaka 2050 ni kuwa, jambo la kwanza, dira ya taifa ya mwaka 2050 kwa sisi wanafunzi wa chuo kikuu au kwa taifa kwa ujumla, naweza nikasema kwamba inaweza kanisaidia mimi hapa kufanikisha malengo yangu. Naweza nikasema kwamba inaweza kanipatia kipato kupitia bajeti iliyopendekezwa na bunge la bajeti ya taifa ya mwaka 2026-2027, kwamba naweza nikapata ajira kupitia viwanda, no matter how nitakuwa kwenye tasnia ya uandishi wa habari, naweza nikapata pia ajira, kwa sababu sasa hivi mambo yamebadilika. Unaweza ukasomea fani fulani lakini usiajiriwe kwenye fani ambayo umeisomea, ukaajiriwa kwenye sehemu tofauti kabisa ambayo wewe mwenyewe ulikuwa utegemei. Kwa hiyo ni moja kati ya sababu ambayo mimi hapa itanifanya niweze kunufaika na dira ya taifa ya mwaka 2050. Jambo la pili, itasaidia vijana ambao wako mtaani kwa wingi, kwa sababu kumekuwa na vijana wengi ambao ni jobless. Nikisema jobless kwamba namaanisha vijana wapo wengi sana ambao mtaani ambao hawana kazi. Wale vijana kupitia hiyo dira ya taifa ambayo itatengenezwa, itaongezea pia ujuzi, kwa maana hivyo viwanda ambavyo vitakuja vinatengenezwa, kuna watu wengi sana wapo mtaani ni professional, yani ni professional in nature. Kuna mtu anajua ni nature, hajaenda darasani, hajafundishwa, ila in nature anajua. Kwa sasa hiyo dira ya taifa ya mwaka 2050 inaweza ikanufaisha vijana wa Tanzania kwa namna hiyo. Jambo la tatu ni kwamba dira ya taifa ya mwaka 2050 kwenye sekta ya elimu inaweza ikaboresha mitaala mipya. Nikisema mitaala mipya ni kwamba hii mitaala tunayoitumia sasa hivi ni mitaala ambayo imeshapitwa na wakati. Soko sasa hivi limebadilika. Soko linataka masuala ya vitendo. Unaona? Soko linataka masuala ya vitendo. Sasa kwenye masuala ya vitendo, sisi hapa tunahitaji sana vitendo, kwa sababu tunamezeshwa sana nadharia, ambapo tukishatoka hapa shuleni au tukishatoka chuoni tunakuwa hatuna cha kushika. Tuna madaftari mengi yamejaa kichwani. Hapo unaona blaza na madaftari mengi yamejaa kichwani na theory nyingi. Kwa hiyo ukiniambia mimi nifanye practical, hapo angalau naweza kupitia elimu yangu nitakayoipata kwa vitendo, naweza kanifanya mwenyewe nikafungua kampuni yangu, naweza nikafungua media yangu kama wewe mwenyewe hivyo unavyoona. Naweza nikanufaika kupitia hiyo dira taifa mwaka 2050. Of course ni kitu ambacho kinaenda create nafasi nyingi sana kwetu sisi kama vijana. Moja chance ama opportunity naweza kusema kwa ile ambazo tunaweza kuzipata kupitia ile dira ya mwaka 2050 ni kwanza
ni swala la ajira. Kwa sababu gani? Nasema vile kupitia dira ya mwaka 2050 serikali itaenda kuimarisha miundombinu kama zile barabara. Barabara zikishaimarishwa, vijana wengi wanaweza wakajiengage au kujikita katika swala zima la ujasiriamali, mambo ya biashara. Mtu anaweza kuanzisha biashara yake ambao atakuwa maybe biashara ndogo ndogo. Kwa mfano maybe mambo ya nafaka, mtu anaweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano mtu anaenda ndani zaidi, labda anazungumzia vijijini kule, tafuta nafaka ambapo anaenda kutafutia soko sehemu tofauti. Pia kupitia ile dira ya mwaka 2030 inaenda kunufaisha vijana wengi sana. Kwa mfano kuzungumzia kwenye swala zima la education, kwenye elimu, ile dira ya mwaka 2050 serikali itaenda kubadilisha vitu vingi sana, na vitu hivyo vitaenda kufanya vijana wengi sana waweze kupata ajira. Sisi kama vijana tuna imani kubwa na tuna matumaini kwamba dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 inaweza ikatatua changamoto za vijana, kwa mfano ukosefu wa ajira. Dira hii inalenga zaidi katika kukuza sekta mbalimbali za kiuchumi, mfano viwanda, madini na hata sekta za kilimo. Kwa hiyo sisi tuna imani kwamba kama sekta za viwanda, madini na kilimo Jina langu ni Mayala Swea wa SAUT TV. Asante sana Mayala Swea kwa ripoti hiyo. Na tusafiri mpaka bungeni jijini Dodoma, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza kuwa watu wanaoingia nchini kutoka nje wanapaswa kufanyiwa uchunguzi wa maambukizi ya Ebola ili kuimarisha usalama wa taifa dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo, na kusisitiza Watanzania kuchukua tahadhari katika kudhibiti ugonjwa huo. Ameeleza hayo wakati akijibu swali la papo kwa papo kutoka kwa wabunge leo bungeni katika bunge la 13, mkutano wa 3, kikao cha 40 kwa maswali na majibu kwa waziri mkuu. Mwanahabari wetu Lazaro Madu kwa undani wa taarifa hiyo. Mpaka sasa tuko salama, nchi yetu iko salama. Ni wakati ambao mataifa mengi yamekuwa yakijihadhari na mlipuko mpya wa Ebola uliozuka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuanza kusambaa katika maeneo mengine. Na hapa nchini serikali inazidi kusisitiza usalama haswa katika maeneo ya mipaka kwa kufanya ukaguzi kwa wale ambao wanaoingia nchini Tanzania kutoka nje ya nchi. Hii imetolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba wakati akijibu maswali ya papo kwa papo kutoka kwa wabunge. Toka nje ya nchi, anapotoka nje ya mipaka, awe Mtanzania awe mgeni, tuwe na utayari wa kufanya vipimo na tuwe na utayari wa kutokuficha tetesi hizo, lakini pia na kutokuficha dalili hizo ili kuweza kupata huduma ya kwanza ambayo itasaidia kutokuruhusu ugonjwa kusambaa. Hata hivyo, Dr. Mwigulu ametoa wito kwa Tanzania kuendelea kuelimishana na kuripoti mapema dalili zozote zinazoweza kuashiria maambukizi ya Ebola ili wahusika wapatiwe huduma za haraka na kuzuia kuenea kwa maambukizi. Na nitumie bunge lako tukufu kuendelea kupaza sauti kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukichukua tahadhari yanapotokea mambo ya magonjwa ya aina hii. Kutoka katika jengo la bunge jijini Dodoma, mimi ni Lazaro Madu wa SAUT TV. Shukrani sana Lazaro Madu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni wasaa wa kupashana yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom ameonya kuwa vikwazo vya usafiri vinavyowekwa na baadhi ya nchi vinakwamisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tedros amesema kuwa marufuku hiyo iliyowekwa na zaidi ya nchi 12 zikiwemo Marekani na Canada zinatatiza usambazaji wa msaada na kuchelewesha mwitikio wa haraka wa wataalamu wa afya kukabiliana na ugonjwa huo.
Na Marekani imetangaza makubaliano ya awali na Irani na kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 60 huku juhudi za kidiplomasia zikichukua nafasi katika kutatua suluhu na kuhudumu mzozo huo uliodumu kwa miezi 3 mpaka sasa. Hata hivyo, hali bado ni ya tahadhari baada ya Irani kutothibitisha rasmi makubaliano hayo, huku mazungumzo ya mpango wa nyuklia yakiendelea na mvutano ukizidi kushika kasi kwa baadhi ya maeneo muhimu katika mlango wa Hormuz. Mwandishi wetu Faith Olomi anatujuza undani wa taarifa hizi za kimataifa. Tedros Adhanom amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko huo, huku akionya kuwa hatua za nchi kujifungia kupitia vizuizi vya usafiri vinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo badala ya kuudhibiti, hasa katika maeneo yaliyoathirika zaidi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya nchi ikiwemo Marekani barani na Mexico zimechukua hatua za kuweka vizuizi vya usafiri, huku Canada ikitekeleza pia karantini ya siku 21 kwa wasafiri wote wanaowasili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imekuja kufuatia uamuzi wa idara ya uhamiaji, wakimbizi na uraia wa Canada kusitishwa kwa muda wa siku 90 utoaji wa nyaraka za uhamiaji kwa wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini, ikiwa ni sehemu ya tahadhari dhidi ya kuenea kwa ugonjwa huo. Katika hatua nyingine, shirika la afya duniani limeeleza kuwa linahitaji angalau dola milioni 115 katika kipindi cha miezi 3 ijayo ili kuimarisha mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola, huku ikibainisha kuwa hadi sasa limefanikiwa kupata takriban 35% tu ya fedha hizo, jambo linalotia shaka uwezo wa kukabiliana kikamilifu na janga hilo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la afya duniani linaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuepuka hatua za jumla zisizo na tija kama vizuizi vya usafiri na badala yake kuimarisha ushirikiano, ufadhili na hatua za kisayansi ili kudhibiti mlipuko wa Ebola na kuzuia madhara zaidi ya kiafya na kiuchumi. Katika maelezo yake kwa waandishi wa habari, makamu wa rais wa Marekani amesema kuwa bado ni mapema kuthibitisha hatima ya makubaliano hayo, akibainisha kuwa kuna vipengele muhimu vinavyoendelea kujadiliwa kati ya pande hizo mbili, huku kauli hiyo ikionyesha kuwa licha ya hatua hiyo kuleta matumaini, bado kuna vikwazo vinavyoweza kuathiri kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho. Hata hivyo, hali ya usitishaji mapigano inaendelea kuwa dhaifu, huku ripoti zikionyesha kuibuka kwa mapigano mapya ndani ya saa 24 zilizopita. Taarifa za kijeshi zinaeleza kuwa makombora yanayodaiwa kurushwa kutoka Iran yalizuiwa na mifumo ya ulinzi, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuvunjika kwa makubaliano hayo mapya. Aidha, sehemu ya makubaliano hayo inahusisha uthibitishaji wa usalama katika mlango wa Hormuz, ambapo Iran itaruhusiwa kutoza ushuru katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Vile inatarajiwa kuondoa silaha zake za baharini katika eneo hilo ndani ya siku 30, hatua inayolenga kupunguza mvutano na kuhakikisha usalama wa kibiashara ya kimataifa. Wakati huo hali ya kisiasa ndani ya Marekani imeendelea kuonyesha mgawanyiko baada ya baraza la wawakilishi kupitisha azimio la kupinga kuendelea kwa vita dhidi ya Irani, huku azimio hilo likipita kwa uungwaji mkono wa wabunge wachache wa chama cha Republicans, ishara ya kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu athari za mzozo huo. Hata hivyo, azimio hilo bado halijaanza kutekelezwa, kwani linahitaji kupitishwa kwa Senate na kupata kura za kutosha za kuzuia vurugu ya rais. Hatua hiyo inaonyesha kuwa mustakabali wa sera ya Marekani kuhusu Irani bado uko kwenye mizani ya kisiasa, huku mvutano ukiendelea kuathiri maamuzi ya ndani ya kimataifa. Na huko nchini Kenya, wasichana 9 walioshukiwa kuhusika na moto wa kusababisha vifo vya wanafunzi 16 katika shule ya bweni nchini Kenya watazuiliwa kwa muda wa hadi siku 21 wakati wa uchunguzi wa tukio hilo likiendelea. Mahakama ya Naivasha imeamuru wasichana hao kuwekwa katika jela ya watoto ili kuruhusu wapelelezi kukamilisha uchunguzi wao kufuatia moto ulioteketeza bweni la shule ya wasichana ya utumishi na kusababisha mshtuko mkubwa nchini humo. Kesi hiyo imezua mshtuko mkubwa nchini Kenya, huku wananchi na wadau mbalimbali wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na kuhakikisha waliohusika wote wanachukuliwa hatua stahiki za kisheria kwa ajili ya kutafuta haki kwa waathiriwa. Wakili wa wasichana hao Harrison Mogire ameeleza mahakama kwamba hakuna sababu za msingi za kuwaweka washtakiwa hao kizuizini kwa muda mrefu kama ilivyoombwa na wachunguzi, akisisitiza kuwa wanapaswa kuzingatia haki na utaratibu wa kisheria wakati wa uchunguzi ukiendelea. Kwa upande mwingine, wakili wa familia za waathiriwa Mbogo Macharia alikaribisha uamuzi wa mahakama na kutoa wito kwa uchunguzi wa kina ili ukweli wote ujulikane kabla ya kesi hiyo kurejea mahakamani tarehe 24 Juni.
Moto huo uliotokea Mei 28 katika shule ya wasichana ya utumishi iliyopo Gilgil, ambapo bweni lililokuwa na zaidi ya wanafunzi 200 liliteketea na kusababisha vifo vya wanafunzi 16 pamoja na uharibifu mkubwa wa mali za umma. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa moto huo ulianza baada ya godoro kuwashwa kwa kutumia kibiriti na mafuta ya taa katika njia ya kutokea bwenini, huku matokeo ya vipimo vya DNA yakisubiriwa ili kuthibitisha utambulisho na baadhi ya miili iliyoteketea kiasi cha kutambulika. Mimi ni Faith Olomi wa SAUT TV. Asante sana Faith Olomi kwa taarifa hizo za kimataifa. Ni mwisho wa habari za kimataifa, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na Nancy Mlai. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Nancy Mlai. Baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza wameeleza namna wanavyonufaika na uwepo wa huduma za kifedha karibu na maeneo ya chuo. Wakizungumza na SAUT TV, wamebainisha kuwa huduma hizo zinarahisisha huduma za kifedha chuoni hapo, ikiwemo malipo ya ada, kutoa na kuweka pesa, pamoja na kulipia manunuzi ya bidhaa mbalimbali. Na biashara ya kimataifa, bei ya mafuta imeendelea kupungua na kuleta uheni kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano baina ya Israel na Lebanon, sambamba na makubaliano ya kukomesha vita baina ya Marekani, Israel na Iran. Kwa undani wa taarifa hizi za biashara, tuungane na mwanahabari wetu Ronaldo Komba. Kutokana na ukuaji wa teknolojia umerahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kifedha duniani. Leo SAUT TV tumefanya mahojiano na baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza ambao wameeleza namna gani uwepo wa karibu wa huduma za kifedha ulivyosaidia urahisishaji upatikanaji wa miamala mbalimbali chuoni hapo, na haya yalikuwa maoni yao. Kwa majina naitwa Dastan Kambona, ni mwanafunzi wa Batho 3 mwaka wa 3. Uwepo wa huduma za kifedha karibu unatusaidia kuokoa muda. Badala ya mtu ukiwa ukihitaji kutoa pesa kwa wakala aliye mbali kidogo, unakuwa umepoteza muda, lakini kuwepo kwa huduma za wakala hapa karibu inatusaidia kuokoa muda. Ukiwa na uhitaji wa hela unaipata kwa haraka kuliko kutumia gharama kwenda sehemu za mbali kutafuta hiyo hela, kutoa hiyo hela. Kwa hiyo inatusaidia kuokoa muda. Kwa majina naitwa Rehema Ramadhani, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT Mwanza. Kwa upande wangu naona uwepo wa huduma za kifedha karibu na chuo unatusaidia sana, kwa sababu unakuta na hela kwenye akaunti ninapohitaji kutoa pesa, kuliko niende kwa wakala ambapo nitatumia makato makubwa. Nafika tu pale ATM naenda natoa hela. Kwa hiyo inanisaidia kwenye makato, na pia inanisaidia kwa upande wa muda, naokoa muda kuliko endapo kungekuwa hapa chuoni hatuna akaunti, ingenibidi kwa niende mjini. Kwa majina naitwa Bakari Ahmadi, ni mwanafunzi wa Chuo cha Mtakatifu Agustino. Kuna umuhimu mkubwa sana juu ya uwepo wa hizi huduma za kifedha karibu na Chuo cha Mtakatifu Agustino, kwa sababu hizi zinatusaidia sisi wanafunzi kuweza kulipia ada na kufanya miamala mbalimbali. Kwa sababu kama hii huduma za kifedha zingekuwepo mbali na chuo, zingewasababishia wanafunzi kushindwa kulipa ada kwa wakati, kwa sababu hadi wachukue muda waende kusafiria labda mjini. Lakini kuwepo kwa hapa inatusaidia sisi kuweza kulipa hela kwa wakati na bila kuingia katika kuzipoteza labda. Manake kama tunavyotambua, unaweza ukasafiri kwenda mjini ukapanga kwenda kulipia ada, lakini zile hela bahati mbaya ukazipoteza. Kwa hiyo kuwepo kwa hapa katika mazingira ya chuo yanatusaidia sisi kuweza kulipia ada kwa wakati na kufanya miamala mbalimbali. Katika upande wa biashara kimataifa, bei ya mafuta imepungua hii leo, huku makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon yakiongeza matumaini ya makubaliano mapana ya kukomesha vita kati ya Marekani, Israel na Iran, huku baraza la wawakilishi la Marekani likiidhinisha azimio inayotaka kupunguza mamlaka ya vita ya Rais Donald Trump. Bei imeshuka kwa senti 67, ikiwa ni 0.69 kwa pipa, huku bei kati ya Marekani magharibi mwa Texas ikishuka kwa senti 67. Bei hizo zilipanda kwa takriban 2% siku ya Jumatano na kuongeza faida ya kikao kilichopita baada ya mvutano wa hivi karibuni wa Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya Iran dhidi ya Kuwait na mashambulizi ya kijeshi ya Marekani karibu na mlango bahari wa Hormuz. Katika hatua ya kudhibiti mfumuko wa bei ya mafuta, baraza la wawakilishi linaloongozwa na wa Republican liliidhinisha azimio siku ya Jumatano la kumzuia Trump kuendelea na vita dhidi ya Iran ili kuanza kutekelezwa. Azimio hilo litahitaji idhini ya Seneti kwa theluthi mbili ya walio wengi katika mabaraza yote mawili kubatilisha kura turufu ya Trump kuepusha mzozo wa Mashariki ya Kati. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mawasiliano ya Tehran na Washington hayajakatizwa
lakini hakuna maendeleo yanayopatikana katika mazungumzo hayo, akiongeza kuwa pande zote mbili zilikuwa zikisoma maandishi yaliyobadilishwa. Ikumbuke kuwa bei ya mafuta imekuwa ikipanda na kushuka kutokana na mwenendo wa vita ya Mashariki ya Kati kati ya Marekani, Israel na Iran vilivyodumu kwa miezi kadhaa na kuleta madhara kwa raia na miundombinu. Asante sana Ronaldo Komba kwa taarifa hizo. Na huo ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Amina Akiba. Endelea kutazama SAUT TV Habari. Mimi ni Nancy Mlai. Ni matumaini yangu umzima wa afya, mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Amina Akiba. Baadhi ya wanamichezo wa mchezo wa mpira wa kikapu katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wamewaasa vijana kujiunga na mchezo huo, kwani ni moja ya mchezo bora unaotoa fursa kwa wanafunzi kuonyesha vipaji vyao. Wakizungumza na SAUT TV Habari, wanamichezo hao wamesema kuwa mchezo huo unawasaidia na kuwakutanisha na watu wa rika mbalimbali, kuboresha afya zao na kujulikana na watu wa nje ya chuo hiki. Na kimataifa, ikiwa zimesalia siku 7 kuelekea kwenye mashindano ya Kombe la Dunia, shirikisho la soka duniani FIFA limetangaza kupiga marufuku matumizi ya vuvuzela na filimbi kwa mashabiki katika viwanja vyote vitakavyotumika kwenye mashindano hayo yatakayofanyika kwenye nchi za Marekani, Canada pamoja na Mexico. Mwanahabari wetu Semeni Kazimoto anatupasha zaidi katika habari hizi za michezo. Ni katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza nimeweza kuzungumza na baadhi ya wachezaji wa mpira wa kikapu, ambapo wamewaasa vijana kujiunga na mchezo huo, kwani ni mchezo wenye fursa nyingi. Walikuwa na haya ya kuzungumza. Mchezo wa basketball ni mchezo mzuri sana ambao una fursa nyingi kwa jinsia zote mbili. Kwa mfano upande wangu mimi ni mtoto wa kike. Kwanza wanipa fursa ya ajira, pia inanisaidia kujipatia fedha ya kujikimu kutokana na mchezo huo. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu wa jinsia zote kike na kiume, ili tushiriki mchezo huu mzuri. Kwanza utakupa namna nzuri ya kufikiri, lakini pia utakufanya uwe sharp katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo nawakaribisha sana mafunzo wa Chuo cha Mtakatifu Agustino wajitokeze katika mchezo huu wa kikapu. Mimi ni mmoja kati ya wachezaji hapa kikapu. Mpira wa kikapu, cha kwanza ni mpira ambao unazingatia discipline. Kwa hiyo kama mtu hana discipline katika maisha yake, atakapojumuika na wachezaji wa kikapu anakuwa anabadilika kitabia. Pili, katika maisha mpira wa kikapu pia unakusaidia kutengeneza watu ambao watakusaidia hapo mbele. Utakapomaliza elimu yako utahitaji watu wa kukushika mkono, kukuonyesha nafasi katika kazi ambazo unakuwa umesomea. Kitu cha tatu na cha mwisho ni kwamba ni mpira wa upendo. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana ambao hawashiriki mchezo huu wa basketball, mimi napenda kuambia kwamba kama kuna mtu anatamani kujiunga katika mchezo huu, basi aje ajiunge. Kwa maana ya kwamba ni mchezo ambao utampa fursa kubwa na nyingi sana katika maisha yake, ikiwemo kama nilivyosema masuala ya ajira, lakini ni mchezo ambao unaenda kimataifa. Sasa hivi kama mnavyoona Dar City wanafanya vizuri, wanaonyesha picha nzuri katika mataifa. Kwa hiyo uwepo wako wewe kujiunga katika mchezo huu, kuwa shabiki, kuwa mchezaji, kuwa refarii wa mchezo huu, inakupa fursa wewe kutoka nje ya kimataifa na kupata fursa nyingi. Na pia inakujenga kiafya. Majina naitwa Roda Wilson, mchezaji wa basketball timu ya Coach Twins Mwanza. Mchezo wa basketball kweli ni mchezo mzuri, unatufanya sisi tunapata zile nguvu za kuendelea na maisha mengine, kwa sababu kupitia basketball tunafahamiana na watu wengine ambao wanatupa channel za vitu mbalimbali, inawezekana ikawa kwenye michezo au hata nje ya michezo. Kweli basketball kitu cha kwanza imenifanya mimi nitambulike, kwa sababu kwa michezo mingine ambayo nimewahi kucheza hamna mchezo ambao unanifanya nijulikane kama mchezo wa basketball. Vile vile una manufaa mengi kwangu, kwa sababu unaniandalia hata channel za kazi hapo baadaye tunaweza sisi kulikuwa na mashindano yalikuwa yanaendelea kwa mkoa wa Mwanza ambayo yalikuwa ambayo yalishirikisha michezo ya basketball kwa wanaume na wanawake, ambayo pia sisi tulipata chance ya kushiriki. Tuliposhiriki pia
wa pili, na vile vile imetufanya tujulikane kwa sababu yetu pia ni timu changa ambayo inaanza, na tunakaribisha kila mtu ambaye anatamani kujua basketball, awe ameshawahi kucheza huko nyuma au hajawahi. Pia tuna coach wetu ambaye anatutrain kuanzia watu ambao hawafahamu na wale wanaofahamu kidogo mpaka kuja kuwa mtu ambaye ana uwezo wa kucheza basketball vizuri. Na katika michezo kimataifa, kombe la dunia 2026 vinatarajiwa kuanza Juni 11, huku mamilioni ya mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za dunia wakihudhuria mashindano hayo makubwa ya soka. Kwa mujibu wa kanuni mpya za viwanjani, mashabiki watakaobainika na vifaa hivyo katika lango la kuingia watanyang'anywa au kuzuiliwa kuingia uwanjani. Hata hivyo, inalenga kuboresha mazingira ya mechi kwa wachezaji, waamuzi, watazamaji na watangazaji. Uamuzi huo unatarajiwa kuzua mjadala mkubwa hasa barani Afrika. Vuvuzela ilijizolea umaarufu mkubwa wakati wa kombe la dunia la mwaka 2010 nchini Afrika Kusini. Kwa wengi, vuvuzela ni sehemu ya utamaduni wa soka wa Afrika na huchangia hali ya shamra viwanjani, huku wengine wakidai kelele zake huathiri mawasiliano ya wachezaji na ubora wa matangazo ya televisheni. FIFA imesema marufuku hiyo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha usalama, uratibu na mazingira yenye udhibiti zaidi katika mashindano hayo watakayoshiriki timu 48 kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia. Na tukielekea huko kwenye klabu ya Real Madrid, rais wa klabu ya Real Madrid, Florentino Perez, ametangaza kuwa nyota ya timu hiyo Vinicius Junior, Kylian Mbappe na Jude Bellingham wataendelea kusalia ndani ya klabu hiyo, akisisitiza kuwa ni sehemu ya mradi wa muda mrefu wa Madrid. Akizungumza na gazeti la AS, Perez amesema kuwa hakuna mpango wa kuwazuia wachezaji hao, kwani ni miongoni mwa vipaji bora zaidi duniani kwa sasa. Kuhusu Vinicius Junior, Perez amesema klabu hiyo ina nia ya kumuongezea mkataba mpya na kwamba pande zote mbili zinaonyesha utayari wa kuendelea na ushirikiano wao. Aliyobainisha kuwa mazungumzo rasmi yatafanyika kwa wakati unaofaa ili kufikia makubaliano mapya. Kwa upande wake Mbappe, rais huyo alisifu mchango wake tangu kuwasili kwake Santiago, akisema takwimu kwa kiwango chake uwanjani ni vya kipekee. Kauli hiyo imezima uvumi uliokuwa ukihusisha mshambuliaji huyo na uwezekano wa kuondoka baada ya msimu mmoja tu. Tamko hilo la Perez limepokelewa kwa furaha na mashabiki wa Real Madrid, ambapo wanaamini kuwa kuendelea kuwepo kwa Mbappe na Bellingham kutaimarisha nafasi ya klabu hiyo katika mashindano ya ndani na kimataifa kwa misimu ijayo. Semeni Kazimoto wa SAUT TV. Asante sana Semeni Kazimoto kwa taarifa hizi za michezo. Na kufikia hapo ndipo tamati. Na kufikia hapo ndio tamati habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Amina Akiba, nirudishe matangazo haya kwa David Kiaman kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Shukrani sana Amina Akiba kwa kutupasha habari za michezo. Na taarifa hizo za michezo zinahitimisha taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza, tupate tena muhtasari wake. Baadhi ya wanafunzi kutoka SAUT wametoa maoni yao baada ya kuanza rasmi kwa utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050. Na kimataifa, mkurugenzi wa WHO ameonya vikwazo vinavyowekwa na nchi mbalimbali kupunguza mapigano dhidi ya Ebola. Katika michezo, wachezaji wa mpira wa kikapu kutoka jijini Mwanza wameeleza faida wanazozipata katika mchezo huo. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni David Kiamani. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.